Kuwa na kipawa hakumaanishi kumwona Mungu. Kuimba hakumaanishi kuwa na mwisho mwema. Kuitwa askofu haimaanishi kuwa na mwisho mwema. Kuitwa nabii hata kama unasujudiwa haimaanishi kuwa na mwisho mwema. Mwanadamu, mwelewe Mungu namna gani anavyokupenda. Anasema katika Yeremia 29:11 ya kwamba najua mawazo ni wawaziayo ninyi, ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini nyakati za mwisho. Hazungumzi nyakati za mwanzo, anazungumza tumaini. Anatuwazia nyakati za mwisho ili tuwe na tumaini la kuwa na uzima wa milele katika mwisho wetu. Waraka kwa Ibrania sura ya 3 na mstari wa 14, maandiko yanasema, kwa maana tumekuwa washirika kwa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Haleluya, kanisa la Bwana. Tumekuwa washirika wa Kristo kwa condition hii, kwa principle hii. Ili tuwe washirika wa Yesu Kristo ni lazima tushikamane na namna tulivyoanza kwa nguvu mpaka mwisho. Ikiwa kama tulianza kwa kumpenda Mungu kweli kweli, inatakiwa tuendelee vivyo hivyo kwa utakatifu ule ule, kwa hofu ile ile hata mwisho. Hapo ndipo tutahesabika kuwa washirika wa Yesu Kristo. Lakini ikiwa kama tutaanza kwa nguvu baadaye tukalegea, hakika hatutahesabika kuwa washirika wa Yesu Kristo. Ni wengi hivi sasa katika kanisa la leo ambao wanazani hata sasa wanahesabika kuwa washirika wa Yesu Kristo, lakini Mungu anapowatazama sio washirika wake. Kwa nini? Kwa sababu wamewacha ule upendo wa kwanza. Na hata sahihi ndio maana Mungu anapiga kelele kutamani kuwarejesha tena ili wawe na mwisho mwema. Tangu Yohana hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu katika kuitunza na kuitetea imani. Ule upendo wa Mungu ndani ya watu. Kumtetea Mungu ndani yako. Kutafakari njia zako kila siku kila saa na kuhakiki wokovu wako. Ikifikia mahala unaona utumishi ni kawaida, ukatanguliza fedha, umaarufu, kujulikana. Hakuna kitu kibaya katika utumishi kama kukosa unyenyekevu. Kukosa unyenyekevu ni tendo lililomuua Samsoni. Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, mtumishi wa Mungu, aliyepakwa mafuta na Mungu, tena aliyezaliwa kwa agano la kuitenda kazi ya Mungu. Lakini angalia mwisho wa Samsoni. Ikafikia hatua Samsoni zile nguvu za Mungu zikatengeneza ukawaida na mazoea ndani yake. Wakati Delila anamwamsha, amekwisha katwa vishungi kichwani mwake, Samsoni anasema nitatoka na kwenda nje kama siku zote. Ni kauli mbaya sana ambayo ukitafakari kwa kina utaona ya kwamba ni mazoea ya hali ya juu sana yaliyokuwepo ndani ya Samsoni. Samsoni akadhani kama alivyokata nyuzi jana ndivyo atakata na leo. Lakini maandiko yanamalizia yanasema hakujua ya kwamba Bwana amemwacha. Ingali uko katika huduma, lakini Bwana ananiambia ya kwamba wengi hata sasa Bwana amekwisha wacha. Na ni siri tu iliyopo ya kwamba wengi wanamalizia tu kutimiliza ile kazi ya Mungu ambayo wameitiwa, lakini ukweli ni kwamba wengi wao wamekwisha kataliwa. Mwisho wao utakuwa ni mbaya. Ni kwa sababu tu Bwana aliahidi kuwa nao. Ni kwa sababu tu walianza na Mungu kama Sauli alivyoanza na Mungu, na Daudi akashindwa kumuua kwa sababu ni mpakwa mafuta wa Mungu. Lakini angalia mwisho wa Sauli ulikuwaje. Yule Mungu aliyemkataa Sauli ndiye anayekataa watu hivi leo. Na wengi wao wanamchukulia Mungu kama bibi yao, Mungu kama mjomba wao, ya kwamba Mungu ni wa rehema Bwana, Mungu ni wa huruma Bwana. Ana huruma kwa wenye mioyo ya toba, hana huruma kwa wenye mioyo ya viburi kama wewe. Ana huruma kwa wale wanaorejea, hana huruma kwa wale ambao wanaona wao ni miungu na kutukuzwa katika ulimwengu huu. Narudia tena kusema, yule Mungu aliyemwacha Samsoni, hata Samsoni akatobolewa macho, alikuwa na uwezo
wa kumlinda. Nakumbuka alikuwa ni mnadhiri, alifanya mambo makubwa sana nyakati hizo, lakini angalia, kushindwa kutembea katika misingi ya Mungu kulimfanya Samsoni awe fedheha mbele ya Wafilisti. Ndivyo ambavyo utakavyokuwa fedheha katika jehanamu ya moto, ewe mwinjilisti, mhubiri, mtumishi, mtu unayeenda kanisani katika mazoea, uliyeifanya dhambi kuwa vazi lako, wala hauna hofu tena kuvaa kwako, kuenenda kwako. Nataka nikwambie, hakiki tena wokovu wako. Mbona unaelekea kuwa na mwisho mbaya? Ni Bwana amenituma katika madhabahu hii nije nipige kelele. Asikiae na kurejea, Bwana yuko radhi kumrehemu na kumrudi. Mungu aliyemkataa Sauli ndiye Mungu anayeweza kukukataa hata wewe, ndiye Mungu anayeelekea kukukataa hata wewe. Bwana ni mtakatifu, kanisa mnisikie, hachanganywi na kitu chochote. Mungu ni mtakatifu totally. Haiwezekaniki kusema ya kwamba leo nitende dhambi nitarudi kesho. Mungu sio matapishi namna hiyo. Mungu anatembea na waliojikana, wenye mioyo ya toba, wenye mioyo ya kurudi, kama mfalme Daudi aliyegundua nimemkosa Mungu, akaomba rehema na Mungu akamrudi. Bwana Yesu akusaidie sana, ewe mwenye dalili za kuwa na mwisho mbaya. Narudia tena kusema, ninaweza nikawa nazungumza unabii, kwa sababu ujumbe huu ni Mungu aliyenipa kwa ajili ya kanisa na watumishi. Anasema kanisa lirejee, watumishi mrejee katika nafasi ambazo Mungu amewaweka.